Mambo vipi mwanamichezo, karibu ndani ya A-Sport tupeane taarifa za kimichezo. Leo hii ninayo taarifa kutokea nyota wa Burkina Faso, Burkinabe, Stefan Aziz Ki, lakini kwa hapa nyumbani tunamfahamu kama shemeji mara baada ya mwezi uliopita tu kufunga ndoa pingu za maisha pamoja na mrembo kabisa Limbwende Hamisa Mobeto, moja kati ya wanadada ambao wanafanya vizuri kwenye mambo ya fashion, uigizaji hata muziki. Lakini leo hii nayo taarifa ya soka kuhusiana na nyota huyo wa klabu ya Young Africans ambaye ni msimu wake wa 3 ndani ya ligi kuu Tanzania bara na misimu yote ameanza vizuri. Tukumbuke nyota huyo alikuwa ni MVP wa Ivory Coast alipokuwa akicheza kule nchini nchini Ivory Coast akiwa anacheza ligi kuu ya nchini humo. Lakini kwa hapa nyumbani taarifa zinasema kwamba miamba ya soka nchini Morocco Wydad imepanga kumwongezea kiungo mshambuliaji wa Young Africans Stefan Aziz Ki ili kuongeza nguvu kuelekea kwenye michuano mikubwa zaidi ya ngazi ya vilabu na ulimwengu, FIFA Club World Cup. Michuano hiyo ambayo inatarajiwa kutimua vumbi mwezi Julai 2025 nchini Marekani, ambayo itajumuisha karibia vilabu vyote vikubwa ulimwenguni kote, timu kama Manchester City, PSG, Real Madrid ikiwa zinawakilishwa. Lakini kwa bara la Afrika tunawakilishwa na Mamelodi Sundowns, Al Ahly pale nchini Misri pamoja na Wydad Athletic Club ambayo ni moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri kwa nchini Morocco kwenye ligi ya Botola pamoja na michuano mikubwa ya bara la Afrika. Ni miongoni mwa timu ambazo zimechukua ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho wakiwa wanafanya vizuri kwa upande hivyo. Lakini hivyo Wydad imepanga kuongeza nguvu kuendana na uzito wa michuano hiyo. Ikumbuke kuwa hata hivyo Young Africans waliweka wazi mwishoni mwa msimu kwamba wamepanga kufanya biashara kubwa ya kuwauza baadhi ya wachezaji wake muhimu akiwemo Stefan Aziz Ki pamoja na Clement Mzize. Tukikumbuka kwamba ndani ya A-Sport tulikuletea taarifa Clement Mzize kuhitajika ndani ya kikosi hicho, lakini hivi sasa taarifa zinasema kwamba mambo yanaelekea vizuri kwa nyota huyo raia wa Burkina Faso ambaye amekulia maisha yake ya soka kule nchini Ivory Coast, lakini kwa hivi sasa nyumbani kwetu ni kama ndugu yetu ambaye nimetangulia kusema ni shemeji yetu, na akifahamika hivyo kwenye mitandao ya kijamii, naye amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanamvuto sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini tukirudi kwenye soka, amekuwa ni wachezaji wakubwa wenye mategemeo makubwa. Tukumbuka misimu mitatu ambayo ameitumikia Young Africans, misimu yote Young Africans ametoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, nikimaanisha kwamba NBC Premier League pamoja na michezo na kombe la FA ambalo sasa hivi linafahamika kama CRDB Bank Federation Cup, ambapo Young Africans kwa msimu wapo katika hatua ya robo finali. Kwenye ligi kuu Tanzania bara bado anaendelea kuongoza ligi kwa tofauti ya alama moja, na Stefan Aziz Ki msimu uliopita ndio mfungaji bora mara baada ya kumshinda Faisal Toto nyota wa Azam FC baada ya kushindana kwa msimu mzima, lakini Stefan Aziz Ki akaibuka kinara kwa kufunga magoli 22 huku akimwacha Faisali akiwa na magoli 21. Lakini leo taarifa zinasema kwamba kocha mkuu wa klabu ya Wydad, nikimzungumza South Africa Rory Mokena, amevutiwa na uwepo wake. Tukumbuke hata akiwa katika klabu ya Mamelodi Sundowns aliweza kuzungumza na Aziz Ki mara baada ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya robo finali msimu uliopita kumalizika. Alienda kuzungumza naye, na katika yale ambayo alizungumza naye alimwambia, natamani siku moja niweze kuwa kocha wako ukitumikia klabu ambayo inaifundisha. Lakini mambo yanaendelea vizuri. Taarifa zinasema kwamba naye atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wataenda kucheza michuano ya FIFA World Cup ambao ataenda kuchezwa pale nchini Marekani. Lakini mpaka hivi sasa ana mchango wa magoli 5 na assist 7 ndani ya kikosi cha Young Africans, lakini amekuwa anaingia toka sana msimu huu, amekuwa na majeraha na maumivu hapa na pale. Mchezo uliopita dhidi ya Tabora United hakuweza kufika mkoani Tabora kwa sababu ya kile ambacho kinaelezwa kwamba ana maumivu ya miguu yake. Tunamfahamu ana uzuri, ni mzuri kwenye kupiga pasi, ni mzuri kutoa assist, ni mzuri hata kucheza mipira iliyotengwa. Msimu wake wa kwanza tu kwenye ligi kuu Tanzania bara alijivunia umaarufu mkubwa kwa ajili ya kupiga mipira ya kutengwa. Magolikipa waliteseka sana msimu wake wa kwanza mara baada kila kitengwa mpira unaingia ndani ya nyavu. Tunafahamu uzito wa mguu wake, ukiwa anatumia mguu wa kushoto, amekuwa akiwa na uwezo mkubwa sana wa kupiga mipira yenye uzito mkubwa, magolikipa hawawezi kudaka.
Lakini bila shaka tumekuletea taarifa nzuri kuhusiana na nyota huyo. Kwa upande wa Young Africans, tuambie wadau mmelipokeaje hilo baada ya mchezaji huyu kuhitajika ndani ya klabu ya Wydad. Sio mara ya kwanza na hicho kwa mara ya mwisho kwa Wydad Club kuhitaji wachezaji kutoka nyumbani Tanzania tu. Msimu huu kwenye dirisha dogo la usajili, mchezaji Mwalimu kutokea pale Fountain Gate ambaye aliuzwa na klabu ya Singida Black Star yuko ndani ya kikosi hicho. Ni miongoni mwa wachezaji wa Kitanzania ambao wanafanya vizuri pia katika ligi ya Morocco. Mimi ni Binti Paul Melda Po, tutazidi kukuletea story kuhusiana na nyota huyo.